Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam wapenzi watazamaji, ndugu zangu katika imani wa Islam, kwa mara nyingine tena hii ni sauti ya ndugu yako katika iman Shaibu Saleh Idi. Lakini vile vile ukiniita DJ Mwamba hujakosea, ambao unaweza kunipata kwa simu namba 0718924424. Ukinipigia namba hizo basi moja kwa moja unaweza kuwasiliana na mimi. Lakini vile vile filamu hii nzuri kabisa ambayo inazungumzia historia ya Nabii Yusuf alayhi salam, ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa, unaweza ukaipata katika vitabu viwili vitakatifu. Kitabu cha kwanza ni katika Qur'ani, katika sura ya 12 inaitwa Surati Yusufu. Ukisoma sura hiyo kuanzia aya ya kwanza mpaka aya 111, basi utaiona historia hii nzuri kabisa ambayo ndugu yako katika iman Shaibu Saleh Idi nimeitia maneno ya Kiswahili. Lakini vile vile ningependa kueleza tu ni kwamba filamu hii nzuri kabisa inapatikana pale mtaa wa Agrey na Rikoma kwa Amis Kingi. Ukifika pale basi moja kwa moja ataweza kuuzia filamu hii nzuri kabisa ya Nabii Yusuf alayhi salam, ambayo ni historia ya kweli. Lakini unaweza kuwasiliana naye kwa simu namba 0714189659. Basi ukipiga namba hizo moja kwa moja Amis Kingi ataweza kukuuzia filamu nzuri kabisa ya Nabii Yusuf alayhi salam. Na wapenzi watazamaji, ndugu zangu katika imani wa Islam, kama nilivyokueleza kwamba filamu hii ni historia ya kweli, inatoka katika vitabu vitakatifu. Kwa wale ndugu zetu katika imani wa Kristo wanaweza kusoma katika Biblia au Injil, katika kitabu cha kwanza cha Nabii Musa kiitwacho Mwanzo, pale katika sura 39 waanze mstari wa kwanza mpaka mstari wa 50, wataiona hii historia ambayo ndugu yako katika iman Shaibu Saleh Idi nimeitia maneno ya Kiswahili. Lakini vile vile kwa wale ndugu zangu wa Islam wanaweza kuiangalia katika Qur'ani tukufu katika sura ya 12 inaitwa Surati Yusufu. Ukisoma kuanzia aya ya kwanza mpaka aya 111 utaiona historia safi kabisa ya Nabii Yusuf alayhi salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani katika Surati Yusuf anasema, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, nahnu nakusu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadhal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafirin. Yani maana yake, hakika sisi tunakusimulia ewe Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisa kilichokuwa kizuri kabisa, kisa ambacho kabla ya Mwenyezi Mungu kusimulia ulikuwa umeghafirika nacho, maana yake ulikuwa ukijui. Kisa hicho si kingine, ni hiki kisa kizuri kabisa cha Nabii Yusuf alayhi salam, ambacho ndugu yako katika iman Shaibu Saleh Idi nimeamua kukuletea kwa njia ya filamu. Naomba nikukaribishe rasmi sasa katika sehemu ya kwanza au episode ya kwanza, ili tuweze kuianza historia nzuri kabisa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani ameita ahsanal qasas, yani maana yake kisa kilichokuwa kizuri. Haya, innahu la'amu 1106. Naam wapenzi watazamaji, ndugu zangu katika imani wa Islam, madinatun fi janub. Sasa nikukaribishe katika episode ya kwanza, sehemu ya kwanza kabisa ya filamu nzuri ya Nabii Yusuf alayhi salam. Anasema ilikuwa ni mwaka 1160 BC, yani hiyo ni before Christ, kabla kuzaliwa Yesu Kristo, na vile vile kabla kuzaliwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilikuwa ni katika kijiji kimoja ambacho kilikuwa kinatambulika wakati huo kama kijiji cha Fadan Aran, katika mji ambao ulikuwa unaitwa Babeli. Ni katika nchi ambayo leo hii inaitwa Israeli, lakini wakati huo ilikuwa inaitwa Kanaani au Kanaan. Kulikuwa na kabila la Waebrania ambao ni kabila la Nabii Yakubu alayhi salam, halikadhalika kabila la Nabii Yusuf alayhi salam. Filamu inaanza wakati ambapo tunaona nyakati za asubuhi katika kijiji cha Fadan Aran, katika mji wa Babeli katika nchi hiyo ya Kanaan, ambaye anaonekana Nabii Yakubu alayhi salam akiwa pamoja na mtoto wake wakiwa wanachunga mbuzi pamoja na kondoo. Lakini kwa wakati huo historia inaeleza kulikuwa na watu mushirikina ambao katika mji huo wa Babeli hapo Fadan Aran, wao walikuwa wanaabudu sanamu badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na walikuwa na sanamu lao kubwa tu lilikuwa linaitwa Mungu Ashtar. Lakini vile vile walikuwa wanafuata ile dini ya Wafursi ya kuabudu moto. Nabii Yakubu alayhi salam anawatazama watu wao ambao ndo wanaingia sasa hekaluni, wanakwenda kufanya ibada hiyo ya kumwabudu Mungu Ashtar.
nafsi roho inamuuma kweli kweli, kwa sababu anajua kwamba hawa wanakwenda kufanya ushirikina. Ya Ashtaru al-kabira, anasema ewe Ashtara mkubwa, alihatul Ashtara mkubwa kabisa, naqiya, rudisha matumaini al-khasbi wal-wilad kwa mama wa mtoto huyu. adkhili surura ila, tunakutegemea kabisa ewe Mungu wetu. Ashtara ndio ambaye unaweza ukamponya fil muqabil maradhi yake mtoto huyu, na ukarudisha matumaini makubwa kabisa katika moyo wa mama yake. Tunakuahidi kabisa kwamba tutakutii na kukufuata ewe Mungu Ashtara. Basi huyo alikuwa anaitwa Mama Shaqi, ambaye ndo alikuwa kiongozi mkubwa kabisa katika hekalu hilo, ambao ndani yake kulikuwa na Mungu anaitwa Mungu Ashtar. Huyo unayemuona yuko mbele, na huko akiwa wamekoka moto kuashiria kwamba wanafanya na zile ibada za Wafursi ambao walikuwa wakiabudu moto. min muridi Ashtara wa atba. Basi anasema wala usio na wasiwasi, nenda wewe na mtoto wako, na mtoto wako atapona kabisa kwa nguvu na baraka za Mungu Ashtara. Ashkuruki ghayat ash-shukr. Anasema kwa kweli jamani, ninashukuru sana, lakinaki aati kwa sababu mwanangu nilikuwa naona kabisa kwamba angekufa na ugonjwa huu, lakini sasa namuona mwanangu anaonyesha matumaini ya kupona. Kwa kweli nashukuru sana, namshukuru sana Mungu Ashtara. Basi hiyo ndio ilikuwa imani yao kwamba huyu Mungu Ashtara ndio alikuwa Mungu ambaye angeweza kuwasaidia katika mambo mbalimbali, jambo ambalo halikuwa la kweli kwa sababu ilikuwa ni sanamu, sanamu ambalo lisingeweza kuwasaidia chochote. Sema ni kweli, kwa kweli Mungu Ashtara ni Mungu wa huruma sana, na sisi tumpeleke mtoto wetu akiombewa huenda akapona. Basi ndio ilikuwa imani yao. Sasa lakini Nabii Yakubu alayhi salamu hakuacha kuwalingania juu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dini ambayo yeye ameirithi kutoka kwa babu yake ambaye ni Nabii Ibrahimu alayhi salam. Anasema kwa nini jamani nyinyi hamtaki kumwamini mtume ambaye wamesujudu mbele yake malaika? Kwa nini mnakataa kumwamini? Alikuwa anawahadithia hadithi ile ya Nabii Adamu alayhi salam. Anasema mimi nakwambieni mambo kutoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kitabu hiki kimetoka mbinguni. Kitabu hiki kiliteremshwa kwa babu yangu Ibrahimu nabii. Naam, anasema na mimi nakufundisheni nyinyi mambo mbalimbali kuhusiana na habari za Mwenyezi Mungu kutoka kwenye hichi kitabu. Sasa huyu mama anasema kitabu gani hicho unachokisema kwamba kimetoka mbinguni? Kitabu ambacho kinatukania miungu yetu. Lakini Nabii Yakubu anawaambia nyinyi wenyewe mnajua kabisa kwamba hili sanamu Ashtara si lolote si chochote mbele yenu nyinyi. Na nyinyi mnasikia kabisa kwamba hilo halitawanufaisha chochote wala halitawasaidia kwa sababu ni sanamu ambalo limetengenezwa na mikono yenu. Sasa wanasema sikiliza tukwambie kitu kimoja wewe Yakubu bwana. Ili sanamu lingekuwa kwamba halina nguvu wala litusaidii chochote, watoto wetu wasingepona bwana matatizo yao. Anasema sikilizeni kuambieni kitu kimoja. Watoto wenu wanapona maradhi yao kwa sababu Mwenyezi Mungu amesikia kilio chenu na sio ili sanamu Ashtar. Acheni kumwabudu huyu Ashtar. Kwani nyinyi mmeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kumfanyia ibada yeye peke yake, wala msimshirikishe na chochote. Lakini nyinyi nafsi zenu zimepupia kabisa katika kuliabudu ile Ashtar ambaye ni sanamu. Ama kwa hakika nyinyi mnaukataa ukweli. Sasa huyu mmoja akamwambia ewe Yakub, sasa unafikiri hiyo da'wa yako ulingano wako utatusaidia nini sisi juu ya huyo Mungu unamzungumzia ambaye haonekani? Na huyu mke wake akasema kwa kweli wala sisi hatutakufuata katika huo ulingano wako na uita ewe Yakub. Anasema sikiliza tukwambie kitu kimoja, hakika sisi tunaona kabisa kwamba Mungu wa Ashtar ndio Mungu bora kabisa kuliko miungu yote. Kwa hiyo hautatudanganya kwa lolote ewe Yakub. Anaambia sikilizeni kuambieni kitu kimoja. Nyinyi mnajua kabisa kwamba mimi ni mwanadamu kama nyinyi. Na yote haya ninayasema kwa ajili yenu, kwa ajili ya kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala mimi sitaki malipo wala shukrani kutoka kwenu nyinyi. Sasa huyu bwana akasema ewe Yakubu, mfano sasa mimi leo nikakubali nikaingia katika hiyo dini yako, nitaamini vipi kwamba Mwenyezi Mungu yupo aliyakuwa simuoni? Anaambia sikiliza nikwambie kitu kimoja, haina maana kwamba Mwenyezi Mungu haonekani kwamba hayupo, la hasha. Mwenyezi Mungu yupo. Ukitaka kujua uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tazama hata vile ambavyo ameviumba. wajhu kalami ila ilahika alladhi la yura
عانينا ما فيه الكفاية من آلهة الحجر. Basi anasema kwa kweli Yakub, mimi naanza kukubaliana na maneno yako, lakini sasa nitamwabudu vipi Mungu ambaye mimi simuoni? Basi moja kwa moja sasa ilipoonekana kwamba Nabii Yakubu alayhi salamu hapo anakandia da'wa yake na kumsema sana huyo Mungu Ashtar, ndipo alipokwenda kuitwa mzee wa kijiji katika hicho kijiji cha Faddan Aran katika mji wa Babeli ambaye alikuwa akiitwa Faris. Anasema hebu mfuateni mumkamate huyo ambaye alikuwa anaonekana kwamba anaanza kumfuata Nabii Yakubu hapa. Kwa alikasirika kweli kweli. لولا أنك صهر لبان الحاكم. Sasa anambia sikiliza nikwambie kitu kimoja wewe Yakubu. Lau wewe isingelikuwa kwamba mzee Laban ambaye sisi ni mshirika wetu, ni mmoja miongoni mwetu sisi, kuwa ni mkweo, sisi tungejua namna gani ya kukuadhibu wewe. Tunakuheshimu kwa sababu tu mzee Laban ni mkweo na sisi ni mmoja miongoni mwetu. Mkwe wake alikuwa anaitwa mzee Laban ambaye alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu walikuwa katika dini ya Kifursi wakimwabudu huyo Mungu Ashtar. Anasema msimsikilize huyu, ana lolote. Huyu anajitafutia umaarufu na ujiko katika kijiji cha Faddan Aran, msimsikilize huyu. Kwa hiyo tawanyikeni kabla mjapata ghadhabu na hasira za Mungu wenu Ashtar. Basi ndipo moja kwa moja sasa watu ambao walikuwa wakimsikiliza Nabii Yakubu alayhi salam katika da'wa yake hiyo juu ya kumweleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili waelewe ukweli uko wapi. Hii ndio mitihani ambayo kwa kimkuta Nabii Yakubu alayhi salam na kila mtume ambaye alikuwa akiwalingania waja wake au watu wake iliyokuwa haki kabisa. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea ni kwamba alikuwa anaonekana kwamba yeye anakandia ibada za watu, hasa huyo Mungu Ashtar. Kwa alikuwa anamuona kama ni mtu anahitaji umaarufu na anajitafutia ujiko katika kijiji cha Faddan Aran. Basi ni asubuhi tena kwa mara nyingine katika kijiji cha Faddan Aran hapo katika mji wa Babeli katika nchi inaitwa Kanaan au Kanaani, leo inaitwa Palestina, Israel. Sasa kwa wakati huo ilikuwa ni marufuku na ilikuwa ni haramu kabisa mtu kumsema Mungu ambaye ni Mungu Ashtar, ambaye ni sanamu. Ilikuwa ikionekana kwamba wewe unamsema Mungu Ashtar vibaya, basi moja kwa moja hakuna adhabu ulikuwa unapatiwa isipokuwa ni kuchomwa moto. Kwa yule kijana ndo huyo hapo ambaye alikuwa anaonekana jana kwamba alikuwa tayari ile da'wa ya Nabii Yakubu alayhi salamu ilikuwa inamuingia. Leo sasa anataka apatiwe adhabu ya kuchomwa moto mpaka kufa kwa kosa la kuonekana kwamba yeye anataka aache dini yake ya kumwabudu Mungu Ashtar, badala yake aifuate dini ya Nabii Yakubu. ابقوا لتحرسوا القطيع ريثما استطيع الامر. Anasema hebu twende kwanza pale tukaone nini kinachoendelea. Basi hivi ndivyo vilivyokuwa kawaida ya Waebrania kabla ya kuingia dini ya Kiislamu katika mji wa Babeli hapo katika kijiji cha Faddan Aran. Ilikuwa ikionekana kwamba wewe unafata dini nyingine kinyume na hiyo dini ya Kifursi ya kumwabudu huyo Ashtar, basi ilikuwa moja kwa moja hakuna adhabu nyingine unayopewa isipokuwa ni kuchomwa moto. Jaa Yaqubu ar-ra'i ibn shaqiqati. Anasema afadhali anakuja Yakubu anaweza akamtetea. Basi kwa kweli mke wake analalamika, anasema jamani, mme wangu anauawa kwa dhuluma bila kosa la aina yoyote. Anasema jamani, mimi sina kosa. Lakini kwa wakati huo sasa mama Shaki, yule kiongozi mkuu, kuhani mkuu ambaye anaongoza dini hiyo ya Kifursi, ndo alikuwa anaendelea kukoka moto kwa ajili ya kumchoma huyu kijana ambaye alikuwa anaonekana analeta kufuru na kuingia katika dini isiyokuwa dini yao. Basi moja kwa moja kijana sasa akawa anapandishwa taratibu katika winchi za kipindi hicho, tayari kabisa kwa kupelekwa kwenye moto ili aweze kuchomwa, iwe ni fundisho kwa watu wengine. Anasema kwa kweli jamani, mnanionea mimi sina kosa. Faris yuaddu min a'da'i Ashtar. Laqad rajama ilahatana Ashtara bilhijara. Basi anasema kwamba huyu atachomwa moto mpaka kufa ili iwe ni fundisho kwa watu wengine ambao wanasema kwamba eti huyu Mungu wetu Ashtar ni sanamu, ni jiwe tu, ili si lolote si chochote, na wale ambao wanasaliti katika dini yetu na kuingia katika dini nyingine. Kwa hiyo huyu atachomwa moto hapa mpaka kufa ili ionekane kuwa ni fundisho kwa watu wengine. Baada ya hapo sasa mzee huyo ambaye alikuwa ni mzee wa kijiji katika mji huo wa Faddan Aran akaamrisha sasa apelekwe katika moto ili aweze kuchomwa. Ya laka min miskin. Nabii Yakubu anasema maskini anakwenda kuchomwa moto, huyo anaadhibiwa bila kosa. Irhamuni ya abna hadhihi almadina. Anasema jamani, nihurumieni yenyi watu wa mji huu. Bi ayi shay'in sa'uhraq. Mimi nimefanya kosa gani? Sina kosa.
Kwa kweli mke wake alikuwa anasikitika kwa sababu ndo anaona kwamba mume wangu ndo anakwenda kufa. كبير ارحمنا أرجوك. Anasema jamani, na nyie mmekaa tu mnamwangalia mwenzenu anakwenda kuchomwa moto hivi hivi, mteteeni jamani. الكبير أنا بريء. Basi anasema kwa kweli jamani, mimi sina kosa, mimi nachomwa moto bule. وإما أن ترمى في النار لتحترق. Mama Shakia anaambia Kelele, funga kabisa kinywa chako. Wewe ungekuwa una kosa ungeletwa hapa. Leo utachomwa moto hapa, ukome kimbelembele chako cha kuacha dini yetu na kutaka kufuata dini ya Yakub. فدان. Anasema yenyi watu wa Fadan, ما مبلغ دية دمه؟ mimi nina kosa gani? Lakini Nabii Yakubu ikabidi aulize. Anasema huyu mtu ana kosa gani hasa? ديته. Anasema na wewe unataka kumtetea? لا يحق له ذلك. Mama Shakia akasema huyu ana haki ya kumtetea huyu mtu. Nabii Yakubu aliona huruma, akaona bora hata amtetee huyu kijana ambaye anaonewa maskini. أداء عشتار. Anasema wewe mwenyewe nafsi yako iko mbali kabisa na Mungu Ashtara, kila siku unamponda wewe, utamtetea nini huyu kijana? نحن معشر ورثنا هذا الصنف من العقاب. Anasema sasa kijana amefanya kosa gani? Yaani mtu kuchagua dini ambayo anaitaka yeye مرة ndio بأمر. anakwenda kupewa adhabu kali kabisa ya kutaka kuchoma moto. لولا قرابتك من الحاكم لكنت مسجونا منذ أمد. Mzee Faris akasema mimi narudia tena na kuambia kwamba wewe lau isingalikuwa mzee Labani kuwa ni mkweo na yeye ni mmoja miongoni mwetu, sisi tungejua namna gani ya kukuadhibu wewe Yakubu wewe. اقبضوا عليه والقوه في النار. Lakini tumemchoka huyu, mkamateni naye mwekeni hapo mumchome moto na yeye. Basi ndipo alipoamrisha sasa Nabii Yakubu na yeye achukuliwe sasa ili achome moto, kwa sababu anamuona kwamba ni kimbelembele kweli kweli. Lakini kwa wakati huo sasa ما الذي يجري هنا؟ akaja mkwewe ambaye ndio mzee Labani mwenyewe huyo hapo ambaye alikuwa anamzungumzia. Anasema nini kinachoendelea hapa? Mnataka kumfanya nini Yakubu? دعوه وشأنه. Anasema hebu mwacheni. وصراحة المحكوم Ina maana nyie mumjui huyu? Huyu mimi ni mkwe wangu. حينما يقول يعقوب إنه سيؤدي ديته. Nasema hivi mwacheni haraka sana, kwa sababu huyu mimi ni mkwe wangu na nyie hilo mnalijua. Basi ikabidi sasa huyu mzee wa kijiji ambaye ni mzee Faris akaamuru kwamba Nabii Yakubu aachiwe. لا تطلقوا سراحة. Nasema jamani, sasa mnafanya mambo gani? Mbona mnamwachia tena huyu? Nasema hapana, najua Laban ni mmoja miongoni mwetu, لك أن تدفع 500. kwa hiyo hatuwezi kupinga amri yake, kwa hiyo mwachieni Nabii Yakubu. Kwa hiyo Nabii Yakubu akawa ameachiwa moja kwa moja kwa dhamana ya mkwewe ambaye ni mzee Laban. Amemuoa mtoto wake wa kwanza ambaye anaitwa Rahil. Kwa Nabii Yakubu alayhi salamu akawa amepata utetezi kutoka kwa mkwewe ambaye ni mzee Laban. فليحفظ الله خالي لبان. Anasema kwa kweli Mwenyezi Mungu akuhifadhi mkwe wangu Laban. إلى متى يتوجب علي أن أراقبك مخافة؟ Anaambia wewe Yakubu, mpaka lini utaacha haya mambo yako ya kutangaza habari ya Mungu mmoja? Utakuja kujiponza bwana, utakufa. Basi moja kwa moja sasa Nabii Yakubu alayhi salamu akawa amepata msamaha, na ikawa ndio sababu ya yule kijana ambaye alikuwa anataka kuchoma moto huyo hapo, na yeye akawa amepata ofa hapo, moja kwa moja ametetewa. Kwa hiyo akawa amenusulika kupata ile adhabu ya kuchoma moto kwa kosa tu la kuacha dini yake hiyo ya Kifursi ya kumwabudu huyo Mungu Ashtar na kutaka kuingia katika dini ya Nabii Yakubu alayhi salam ambaye ni dini tauhid ya Kiislam, dini ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. لك يا سيدي. Anasema kwa kweli tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Nabii Yakubu anasema cheni jamani. أنا أشكرك Anasema kwa kweli mimi nakushukuru sana. في العمل عندك وسأكون خادما لك. Yaani kwa kweli leo isingelikuwa wewe, mimi tayari ningekuwa nishachoma moto, ningekufa mimi. Lakini kitendo hicho kwa kweli kilikuwa kimemchukiza sana huyu mzee wa kijiji katika kijiji cha Fadan Aran hapo Kanaan, ambaye ni mzee Faris, kwa kuona kwamba kwa nini kiongozi mwenzao ambaye ni mzee Laban anamtetea mkwewe Nabii Yakub. Kwa hiyo hiyo ndio ikawa sababu ya kijana huyo ambaye alikuwa anataka kuchoma moto kunusurika na adhabu hiyo. Hivi ndivyo ilivyokuwa, ndugu yangu mpenzi mtazamaji katika imani Muislam, kwa Waebrania kabila ya Nabii Yakubu alayhi salam kabla ya kuingia Uislamu. Kanaan watu walikuwa wakiabudu sanamu, na yoyote alikuwa anatokea kulipinga hilo sanamu Ashtar, basi alikuwa anachomwa moto. Ni mara nyingine tena, wakati mwingine katika familia ya Nabii Yakubu alayhi salam, nyakati za usiku, ambako yule bwana tunaona naye alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu wa familia yake, akawa anaishi na Nabii Yakub kama unavyomuona hapo, naye anasaidia kuwapa chakula wanyama hao. هذا المسكين لا يكف عن العمل. Basi huyo ni mkewe ambaye anaitwa Rahil au Lahiri kama ilivyotajwa katika Biblia pale. Anasema kwa kweli jamani, angeuawa bure huyu mtu, anaonyesha ana nguvu sana. لكانوا أحرقوا كلينا.
Anasema mke wangu, unajua hawa watu wa Fardani hapa, yani wanaona kwamba huyu Ashtara ndiyo Mungu hasa. أرادت عشتار يصبح مؤمنا بالله. Anasema kwa kweli jamani, ni mambo ya kushangaza. Hii Ashtara sanamu hili wamelitengeneza wenyewe, inakuwaje kwenda kumwabudu? أنقذ فيها من الموت. Lakini anasema inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ipo siku moja wataujua ukweli tu. متى سيبصر وليدنا النور؟ Lakini ikabidi amuulize mkewe Rahil au Rahil, ambia vipi mke wangu kuhusiana na mtoto wetu tumboni, kwa sababu wakati huo mama alikuwa ameshika ujauzito. Unakumbuka historia inaeleza kwamba mama huyu japokuwa ni mke wa kwanza wa Nabii Yakubu alayhi salam, sababu Nabii Yakubu alikuwa na wake zaidi ya mmoja. Mke wake wa kwanza ndio huyu Rahil, japokuwa ndio mke wa kwanza, lakini aliishi naye muda mrefu sana bila ya kuzaa mtoto yoyote. Lakini mke wake wa pili ambaye alikuwa akiitwa Balha ndo hasa alimzalia watoto 10. ومن معه. Kwa hiyo kwa wakati huo alikuwa tayari amekushashika ujauzito, na Nabii Yakubu alikuwa anaulizia vipi hali ya ujauzito wa mkeo. أرى أنكم تحملون الهدايا إلى معبد عشتار. Haya, kumekucha tena asubuhi sasa. مرضية Anaambia naona mnakwenda kumwabudu huyu Mungu wenu ambaye ni sanamu. عامنا هذا. Ambia sikiliza tukwambie Yakubu bwana, wewe kama unamuona ni sanamu, sisi wenzako tunamuona ni wa maana sana. أحوج إلى هذا التمر من الآلهة. Hasema sasa inakuwaje mpaka mnachukua na hizi tende mnakwenda eti kumpa sadaka huyo Mungu wenu, hali ya kuwa yeye si binadamu, hali hilo ni sanamu tu. أن المطر سينزل عند مشيئة الأوثان الصخرية الجامدة. Anaambia kwa hiyo nyinyi mna itikadi kabisa kwamba hata mvua hii inaonyesha na ndio inaletwa na huyo Mungu Ashtara. الغيوم الماطرة عن مدينتنا. Anasema yeye ndio Yakubu, pigia mstari, ndio ukweli wenyewe, huyu ndio Mungu wa miungu. Kama unaona hakufai, tuache sisi tuendelee kumwabudu. Walikuwa na nyoyo ngumu kweli kweli kama mawe. Nabii Yakubu alayhi salam anawaambia ukweli kwamba yupo Mwenyezi Mungu mmoja na sio hilo sanamu Ashtar. ثان جامدة وعاجزة. Anaambia jamani, nyinyi msiende kumwabudu, huyo ni shetani tu, ni sanamu hilo. القاحلة بماء الإيمان العذب المنزل. Kwa nini mnamwacha Mwenyezi Mungu wa kweli ambaye ameumba mbingu na ardhi, amewaumba na nyinyi kwa ajili ya kumwabudu? Maskini Nabii Yakubu alayhi salam alikuwa anazungumza kwa hasira, manake watu wake wamekuwa ni wagumu, kila akiwalingania lakini wapi. Sasa askari wanamwangalia kwa jicho baya kweli. Ona huyu mzee huyu dawa yake inachemka, ipo siku moja huyu tutajua tumfanye nini. Kwa hiyo ndio hali ambayo alikuwa akipata Nabii Yakubu kwa Waebrania. Walikuwa wataki kabisa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wameshikilia katika zile ibada za kifursi za kuabudu sanamu ile Ashtar pamoja na moto. Basi huku ibada zinaendelea kama kawaida. Mama Shakia anaendesha ibada, anasema kwa kweli tubariki ewe Mungu Ashtara kwa kutumia damu yako. Basi anasema kwa kweli tuteremshie mvua yenye baraka kabisa ewe Mungu Ashtara. Anaambia bwana mkubwa, kwa taarifa tu ni kwamba Yakubu huko bado anaendelea na dawa yake. Tena sasa hivi ndo anazidisha kabisa na kutukana miungu yetu na kusema kwamba hili ni sanamu, halina manufaa na yoyote. Anawaambia watu hapo. Basi Mama Shaqi wakati anaendesha ibada naye akawa amesikia hiyo minongono. Anasema ewe Ashtara mkubwa. Kabidi aache sasa kuendesha ibada ili akasikilize habari za Nabii Yakubu, inakuwaje bado anaendelea kufanya hiyo da'wa yake. Anasema kwa kweli huyu Yakubu atatusababishia laana sisi kutoka kwa Mungu Ashtara. استدعي لابان إلى هنا. Akasema cha msingi hapa muiteni mkwewe huyu mzee Laban, kwa sababu yeye ndo anaonekana kwamba anamtetea sana Yakubu. Hakim Laban. Ambia hebu nenda katuitie Laban. Basi ndipo moja kwa moja kijana sasa alipotumwa kwa ajili ya kwenda kumuita mzee Laban ambaye alikuwa ni mmoja miongoni mwa viongozi katika dini hiyo ya kifursi ya kuabudu sanamu pamoja na moto. Lakini kama nilivyokuambia ni kwamba nabii huyu mzee Laban japokuwa ilikuwa anamtetea sana mkwewe Nabii Yakubu alayhi salam, na yeye alikuwa ni mmoja miongoni mwa watu ambao walikuwa kiabudu dini hii ya kifursi. Kwa hiyo ilikuwa anachukia sana kuona mtu ambaye anatoka katika dini hiyo na kuingia katika dini ya Nabii Yakubu. Kama huyo kijana unayemuona hapo anapata adhabu kweli kwa kucharazwa mijeredi. Anaambia bwana mkubwa, ni kwamba viongozi wenzako wakubwa kabisa kule hekaluni walikuwa wanakuhitaji. Basi ndipo alipoamrisha kwanza, hebu ngoja tumuulize huyu kijana. إن أنت سرقت مرة أخرى. Ambia sikiliza tukwambie kitu kimoja. Sasa utarudia tena wewe kufuata dini ya Nabii Yakubu au hautarudia? Ambia bwana mimi nimeshakoma tayari. Anaambia haya mfungueni huyo. Kesha koma tayari anarudi katika dini yake. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa.
mtu yoyote ambaye kwa kifuata dini ya Nabii Yakubu alayhi salam Mrisl. hakuna ilichokuwa nakipata isipokuwa ni adhabu. يحمل وزر أفعاله بنفسه لا Basi mzee Laban akawa analaumu sana, anasema kwani آلهة hasa ni kitu gani ambacho kibaya anachokifanya Yakubu mkwe wangu كلامه mpaka nyinyi mnakaa mnamjadili, mnaacha kazi nyingine, Zeju. mnamjadili tu Nabii Yakubu. آلهة Basi akawa amefika moja kwa moja sasa hekaluni غاضبة kwa ajili ya kuwasikiliza viongozi wenzake. أرى قحطا ويباسا وزرعا هالكا وموتا. Mama Shakia anasema kwa kweli ninaona dalili zote za njaa, ukame, vifo kwa watu wa Fadan Aran kwa sababu ya laana anaosababisha huyo Yakubu. Anatangaza dini nyingine kinyume na hii dini ya Kifursi, dini ya Mungu Ashtar. لقد أثار أحدهم غضب عشتار Anasema kwa kweli naziona mimi ghadhabu na hasira za Mungu Ashtar. أما قريب عشتار تطلب أن نقدم قربا. Basi anasema kwa kweli Mungu Ashtar, tunakuomba utusamee Bwana, usituadhibu wote, wengine hatuna makosa. لابان لما لا تحول بين ابن أختك وبين أراجيفه؟ Basi ikabidi wamuulize Laban, hivi kuna kitu gani hasa kinachoendelea kati yako wewe pamoja na mkweo huyo Yakubu? Mbona tunaona kwamba unamtetea sana hali ya kuwa yule anakufuru katika dini yetu? لكنه ابن أختك وزوج ابنتيك. Basi anasema ni lazima ujue kwamba atatuletea balaa kubwa, tutapata laana, tutapata ukame, tutapata njaa hapa katika kijiji cha Fadan Aran kwa sababu yake yeye huyo. الكلام Kwa nini aache maneno yake kulitukana ili huyu Mungu wetu Ashtar? كأن تعيد الهدوء إليها. أما قريب يلف مدينتنا القحط واليباس Kwa hiyo kitakachokuja kutokea hapo baadaye, sisi tutapata matatizo makubwa sana kwa sababu ya huyu mkweo Yakubu. سببا لوفور النعمة وكثرة الأغنام في قصر. Mzee Laban anasema kwa kweli mimi sioni kwamba eti huyu Yakubu mkwe wangu kwa kutangaza hiyo dini yake mwenyewe anaoita dini ya Kiislamu, dini ya Tauhid, ndio itasababisha eti huyo Mungu wetu Ashtara asilete hapa neema mbalimbali kama vile mvua, rutuba katika ardhi, tukalima tukapata mazao vizuri. Mimi sioni kwamba yeye ni kikwazo. إنه يسب عشتار جهارا نهارا وعلى رؤوس. Lakini mama Shakia akasema uone kwamba Mungu Ashtara anachukia asubuhi, mchana, jioni, hii itakuja kuleta balaa kubwa. يجب Ambie ndio hivyo. لك نسيت لماذا نصبتك حكومة بابل؟ Asema kweli na sisi tunakushangaa kwa sababu wewe Annak- ni mmoja kati yetu, Nasabani lakini ha- unaonekana kwamba huyu Yakubu unamtetea sana katika dini yake. كأن تعرف أني أتلقى الأوامر من Sasa mzee Laban akasema, sikiliza niwaambie kitu kimoja, لا منك أنت naomba kabisa Naam. mumuache Yakubu aendelee na hicho anachokifanya, Idhan- na lau kama mtu yoyote atamdhuru Yakubu basi mimi nitalia naye. Stop. Kwa hiyo mwacheni kama alivyo. جرى ويجري. Mama Shakia anamwambia, lakini jambo hilo litasababisha balaa kubwa huko baadaye, tutapata matatizo sisi kwa ajili ya Yakubu. Kwa hiyo lazima uliangalie hilo, sio namtetea tetea tu kwa sababu ni mkweo. Basi hata waumini wote wakawa wanasema ni kweli kabisa, tutapata laana kwa ajili ya mtu mmoja bwana. بهذا الخصوص. Basi anaambia msio na wasiwasi, ujumbe wenu utaufikisha kwa Yakubu. من ناحيته فسأحرقه وعائلته بالنار عن آخر. Sasa kijana huyo akasema, sikiliza tukwambie kitu kimoja bwana, wewe mzee Laban, inaonekana wewe unamtetea tetea sana huyo mkweo. Kama uwezi wewe kumstopisha, tuache sisi tuingilie kati jambo hili. صن Basi akamwambia kwamba sikiliza nikwambie kijana, ولا angalia sana ulimi wako, angalia sana ulimi wako. Mimi nimezaliwa kabla ya baba yako na mama yako, wewe unathubutu vipi kuongea mbele yangu? Kwa hiyo ndo kitu ambacho kilichokuwa kimetokea. الحياة. وأنا Ni kwamba mzee Laban من هذا alikuwa akimtetea sana Nabii Yakubu alayhi salamu, ingawaje kwamba alikuwa hayuko katika dini yake, na alikuwa ameweka msimamo kwa viongozi wenzake kwamba yoyote atakayetokea kumdhuru Nabii Yakubu alayhi salam, basi moja kwa moja yeye atapambana naye. Kwa hiyo hawa viongozi wenzake au makuhani wenzake wakawa wanamuona kwamba huyu ni kama msaliti, kwa sababu kwa nini anamtetea mtu ambaye ni mpinzani mkubwa kabisa katika dini yao? Basi ndipo sasa mzee Laban أهلا بقدومك. alipofika sasa nyumbani kwake, ambako katika nyumba hiyo كبير alikuwa akiishi na Nabii Yakubu alayhi salam. Yani tunaweza tukasema kwamba Nabii Yakubu Ziyad- alikuwa anaishi hapo hapo kwa mkwewe ambaye ni mzee Laban. عن أفعاله. Asema kwa nini huyo Yakubu haachi anachokifanya? هل شك إليك كهنة المعبد أمر يعقوب مجددا؟ Basi mdogo wake na Rahil ambaye ni Lea akamwambia, bila shaka wewe umetoka huko hekaluni, ndio maana nazungumza maneno kama haya. يعقوب منها Asema kwa nini Yakubu aache ya mambo yake ya kulingania, bali si ya Mungu mmoja, yatamletea matatizo. عتيقة. ما له ولعقائد. Lakini mkewe Rahila akasema, wewe unajua kabisa kwamba mme wangu hatoacha kulingania dini hiyo ambayo ni mila ya babu yake Ibrahimu mpaka watu waufahamu ukweli. تبلغ عن دين جدي أنا أيضا. Mzee Laban anasema, mimi simkatazi kutangaza hiyo dini ya huyo babu yake Ibrahimu, lakini jambo hili litamletea matatizo makubwa, kwa sababu hawa watu wanaweza kupanga njama wakamuua. أبي
يعقوب مأمور بالدعوة إلى التوحيد، عقيدة أبيه إسحاق وجده إبراهيم. Basi hata mtoto wake wa Lea wa pili ambaye ni huyo hapa Lea anasema, lakini wewe unajua kabisa baba kwamba hakuna anachokitangaza shemeji yangu Yakubu isipokuwa ni ukweli mtupu. مثله تماما. Anaambia, sikiliza niwaambie kitu kimoja. وأنا بمقتضى وظيفتي. Mimi sijasema kwamba Yakubu aache kuitangaza hiyo dini ya Mungu wake mmoja. Lakini kikubwa ambacho anatukosea sisi ni kuitukana miungu yetu. Anamtukana Mungu Ashtar, anasema ni sanamu, halina manufaa wala faida aina yoyote. Ndio kitu ambacho watu wanakasirika. تهتمون بمكانتي. Sasa mimi nitamtetea mpaka lini? تعرفون ما الذي سيحل بي إذا علم الكاهن Kwa hiyo anapolingania ni lazima aangalie yale maneno yake yanayozungumza, asitukane miungu ya watu. وآلهته أنا الذي سيلام. Ili jambo litakuja kumtokea pwani, watakuja kumua watu. أكبر من سطوة الكهنة، لذا حري بنا وبك أن نخشى الله. Basi Lea anasema kwa kweli mimi sioni kwamba shemeji yangu Yakubu ana kosa la aina yoyote, kwa sababu yeye anatangaza dini iliyokuwa ya haki na anamtangaza Mwenyezi Mungu wa haki kabisa ambaye kila mwanadamu anastahili kumwabudu. ما الأمر يا رحيل؟ Lakini kwa wakati huo sasa, رحيل. kwa sababu Rahil mimba hiyo ilikuwa ni karibu kabisa kujifungua, mara wakamsikia anaanza kugugumia. Naam, mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, ni kwamba katika sehemu hiyo ambayo ni sehemu ya kwanza au episode ya kwanza katika filamu nzuri kabisa ya Nabii Yusuf alayhi salam ndio inaishia hapo, lakini usikose katika episode ya pili au sehemu ya pili tuweze kuendelea, tuone nini ambacho kilichotokea. Je, Nabii Yakub اذهب إلى سهل. alipambana vipi na hawa watu ambao walikuwa wamepupia kabisa katika kuabudu sanamu lilokuwa linaitwa Ashtar? فرسي. Wakati wote ulikuwa unasikiliza sauti ya ndugu yako katika iman Shaibu Saleh Idi kutoka Mbagala Kiburugwa. Niko karibu kabisa, tuko mkabala na Kona Bar, pale inapatikana studio yetu ya Mwamba Entertainment. Basi ukifika pale mambo yote yanakuwa mazuri zaidi. Lakini usisahau ni kwamba filamu hii inadhaminiwa na Miskingi ambaye anapatikana mtaa wa Agre na Likoma, ni pale Kariakoo, yuko mkabala kabisa na kanisa la KKT. Lakini unaweza kuwasiliana naye kwa simu namba 0714189659. Mpaka hapo niseme ma'asalam wa antum bikhair.